بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Katika darsa zilizopita tumeweza kuona nafasi ya ndoa katika maumbile ya ulimwengu, na kuwa ulimwengu wote watembea katika kanuni ya zaujia. Vile vile tumeona maumbile ya mwanadamu na masala ya kijinsia. Lakini kiungo muhimu ambacho tunataka tukiengeze kabla ya kwenda mbele ni kwamba ilipokuwa mwanadamu ni mwanadamu, na kwa kuwa yeye ni mwanadamu, hata katika yale ya kihayawani anayoyatekeleza mwanadamu huyatekeleza kibinadamu. Kwa msingi huu ndipo kulikuya kiungo cha mapenzi, mahaba, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuwa amemuumba mwanadamu kwa maumbile yenye tabia ya kula na kuvaa na kutaka kutekeleza matamanio kati ya mwanamume na mwanamke, alikataa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala matamanio haya yatekelezwe kama kula na kulala. Leo hakuna mwenye mahaba ya chakula kwa kadri ya kuyaza tumbo. Hakuna mwenye mahaba ya kitanda kwa kadri ya kutaka kulala. Hakuna alaka ruhia, hakuna mafungamano ya kiruhu kati ya mwanadamu na anachokila zaidi ya kukitaka. Hata kukitumika chakula, neno napenda huwa halikutumika kwa maana ya mapendi yalivyo. Wale mtu anaposema mimi napenda chakula fulani au napenda kulala wakati fulani, kupenda kule ni katika tu kuonesha kufadhilisha kati ya chakula hiki na hiki, mimi naona hiki ni bora zaidi, au kati ya wakati hunu na hunu kulala, mimi naona wakati hunu ni mzuri zaidi. Lakini neno napenda haliabir, halielezi hisia maalumu inaokusanywa na neno mapenzi ya kihakika. Lakini katika kutekeleza matamanio ya kijinsia, hapa ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitia kiungo cha mahaba.
neno mahaba au mapenzi ni neno ambalo latembea katika midomo yetu, bali ni katika maneno yanayotembea sana katika midomo yetu, na kila neno likiwa wazi katika kulizungumza kwetu huwa gumu katika kulieleza. ndipo ule aliponena tawdihul wadihati min ashkalil mushkilati, kufafanua yaliyo wazi ndiyo katika mambo magumu zaidi. Mahaba ni lile fungamano la kiganga, ikifaa tuliamkwe namna hii, yani liko na sampuli kama ya kisihiri ambalo la sababisha kuunganisha zitu tofauti mbalimbali. Mahaba ni bustani ya maisha na ni manukato yanaozipa ruhu nishati ya kuweza kuishi. Mahaba ni hali ya kuvutiwa mtu kwa mwingine, kuvutiwa ambapo huenda kukamfanya mmoja kwa mwingine ahisi kwamba mimi nimeoana na nimeingiana na ule wa pili, kwa kadri paka tukajisahau kwamba ni wawili, tukaona ni mtu mmoja. Huenda kukapatikana yale mahaba yakiwa ya kihakika halatun dimaj. Ndio ule mshairi alinena, ana man ahwa wa man ahwa ana, nahnu ruhani halalna badana. Mimi ndiyo ninayempenda na ninayempenda ndiyo mimi, sisi ni roho mbili lakini twaishi kwenye kiwiliwili kimoja. Fa in qultu ana kana huwa, wa in qultu huwa kana ana. Nikinena mimi huwa ni yeye, na nikinena yeye huwa ni mimi. Hii ndio halatu ya indimaj. Wakati kunapovutiana mawasiliano ya kiruhu yanapopatikana, huya yakaunganisha ruhu na mpaka yakazijalia ruhu zile mbili kama ruhu moja zinaoishi katika kiwiliwili kimoja. Hapo yanapofisikilia katika hali hiyo, huwa yamesikilia kwenye kilele, ikawa la furaha la huku litafurahisha huku, na la maudhiko la huku litaudhi huku. Pale huwa sasa mwashea zile hisia za raha na za shida. Mahaba ni neno pana na lenye matumizi katika nyanja tofauti tofauti. Kuna mahaba ya kiruhu wanayaita ni alhubbu ruhi alaqli. Haya ni mahaba yanayoanza kwenye akili, yakatepuza katika moyo, yakatawanyika katika zitendo. Yaanza kwenye akili. Wakati akili inapoona ukamilifu, wakati akili inapoona utendakazi kama wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu ndio alioniumba, Mwenyezi Mungu ndio anaonineemesha, Mwenyezi Mungu ndio anaonilisha, akili ikaweza kuthibitisha jambo hili, huamuru moyo ukapenda. Wanasema mahaba haya yaanza kwenye akili, yatepuza kwenye moyo, yatawanyika kwenye zitendo. Uamuru moyo ukapenda, na moyo ukipenda ziungo zikafuata. Kwa pale Mwenyezi Mungu akatuambia, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikiwa kweli mwampenda Mungu,
basi yatakikana mapendi yaonekane katika zitendo, kwa sababu mapendi ya Mungu huanza kwenye akili, yakatepuza kwenye moyo, yakatawanyika kwenye zitendo. Basi nifuatani, ndipo nanyi Mungu atawapenda. Na ikiwa kuna mapendi yatabaki kwenye akili na moyo, yasitawanyike kwenye zitendo, hayo huwa ni mapendi yana upungufu. Na ndipo ule mshairi wa Kiarabu akanena, ta'sil ilaha wa anta tudhhiru hubbahu, tallahi inna fi hadha alqiyas badi'u au shani'u. Baadhi ya riwaya, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Wa muasi Mungu kisha wadai kwamba wewe wampenda. Ta'sil ilaha wa anta tudhhiru hubbahu, na wewe wajidhihirisha kwamba wampenda. Haya mambo ya kustaajabisha. Lau mapendi yako yalikuwa ya kweli, lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, ungemtii Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna kaida, kuna msingi unaokubalika kwamba mpendi kwa mpendaye ni mtiifu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Hii ni sampuli ya mahaba ya kiruhu, na mahaba haya ni yale mahaba tunaompenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au mahaba tunaowapenda viongozi wetu. Kama unaposema mimi nampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama unaposema mimi nawapenda viongozi wangu. Haya ni mahaba ya kiruhu, lakini yanaoanza kwenye nini? Kwenye akili. Kisha kuna sampuli, sitaki kuingia kwenye bahari ya hubbullah, ni marefu haya, ambayo dini yote yatembea kwenye haya mahaba. Ndipo pale aliponena Mtume sallallahu alaihi wasallam, haikamiliki imani ya mja mpaka mimi niwe ni ahabba ilayhi min nafsihi wa waladihi wa malihi. Haiwezi kutimia imani ya mmoja wenu mpaka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam awe ni mwenye kupendwa zaidi kuliko kujipenda nafsi zetu. Mahaba yetu ya kumpenda Mtume ni lazima yawe zaidi kuliko kujipenda, na kuliko kuwapenda vijana zetu, na kuliko kuyapenda mali yetu. Ndipo imani kamilika hapo. Tikuoane. Na al-Imam as-Sadiq alayhi salam ana maneno tukitaka yataka muhadhara kamili. Ayatullah Sheikh Muhammad Taskhiri ana muhadhara kamili kuhusu maneno haya ya al-Imam as-Sadiq. Al-Imam as-Sadiq asema, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu, wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Angalia Imam anavyoungamanisha al-aqlu wal-qalbu wal-fi'lu. Waliponena mahaba yanapoanza kwenye akili, yakatepuza kwenye moyo, yakatawanyika kwenye nini? Kwenye matendo. Akwambia akili, yani imani ya Muislamu haikamiliki mpaka moyo ukamilike, yani uwe na mahaba. Na moyo haukamiliki mpaka ulimi ukamilike, kama mfano wa zitendo za nje. Mahaba sampuli ya pili, kuna mahaba tuweza kuyamkua ni alhubbu ruhi alatifi. Aya kwanza tumeyamkua ni mahaba ya kiruhu, lakini yanaoanza kwenye akili. Kuna na mahaba ya kiruhu, lakini yanapoanza kwenye atifa, kwenye emotion ya kibinadamu, zile hisia za kibinadamu. Na haya mara nyingi ni mahaba yanaoundwa kupitia fungamano linaloweko kati ya watu wawili, sawa sawa la kinasaba au la kirafiki. Ni kama mtu kumpenda babake au kumpenda mamake, au kuwapenda wane au nduze au marafiki zake, hata wasiokuwa na nasaba. Almuhimu kuna nini? Kuna mafungamano. Haya si mahaba yanaoanza kwenye akili, la. Haya ni mahaba huanza kwenye zile emotions za kibinadamu, awatif. Sababu ya lile sikitiko, huyu babangu,
huyu ni mamangu, huyu ni rafiki yangu. Kwa ile mafungamano huenda yakazaza hisia fulani, yakatoa mapenzi haya huanza moyoni, yakaishia zitendoni, kupitia kusikitikiana, kupitia kukirimiana na kulindana wakati tunapohitaji. Utaona baba amlinda mane, amjenga mane, ampa, amkirimu, na maana kwa baba na rafiki kwa rafiki kuna kupeana, kulindana, hata kufika hadi katika kusacrifice moya kwa ajili ya mwenzake. Itakitegemea yale mahaba yanavyokuwa na yanavyokuwa na sidqi na ikhlasi na nini ndani yake. Ndipo ule mshairi wa Kiarabu akanena, undugu kwa kihakika ni ule ambapo unaofika wakati ikawa mmoja ataweza kumpenda nduye kwa kadri aone chake afadhali kipotee kibaki cha nduye. Ndipo pale aliponena, inna akhaka alhaqqa man kana ma'ak wa man yadhurru nafsahu liyanfa'ak wa man idha raibu zamani au wa man idha raibu zamani sadda'ak shattata fika shamlahu liyajma'ak. Asema ndugu yako wa kweli, ndugu yako wa kweli ni ule ambao kwamba huwa pamoja na wewe, na yeye huwa tayari kuidhuru nafsi yake liyamfa'ak, ili akunufaisha wewe. Waman idha raibu zamani sadda'ak, na wakati matatizo ya kilimwengu yakikutatawanya, yeye huwa uko tayari kujitatawanya yeye akukusanye wewe. Waman idha raibu zamani sadda'ak shattata fika shamlahu liyajma'ak, yani uko tayari kusacrifice na yake, lakini wewe ufanye nini? Uendelee. Huu ndio mahaba ya kindugu yanakufika kwenye tafsiri. Katika zita zimoya waliopigana masahaba, na ile hali ya undugu aloibuni bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kufika paka ile wakati kanena, walmu'minuna ba'dhuhum li ba'dhin ikhwa, sio ni ndugu. Angalia katika hali walipokuwa majuruhi kwenye uwanda, akaja ule mwanamke akawa yuwatembea na kiriba cha maji, kila mmoja uko katika sakaratil maut. Katika hali ya sakaratil maut, ile kiu ama nyota ya kutaka maji inapokuwa hali ya juu, ikawa yule yuwatembea kwa wale majuruhi, akimpa wa kwanza hayapiga tama, asikia sauti kwamba atakamai mwingine, amuondosha mdomoni, amwambia mpekeo. Akaenda kwa wapili, asikia sauti watatu, kikatembea kiriba kile, wakakata ruhu mmoja baada ya mmoja mpaka wakamalizika wote, na asinwe mai yale mmoja katika wao. Maana mpaka akisikilia wa mwisho amwambia rudi ule wa kwanza, akaenda wa kwanza mdirika meze kufa, akaenda wa pili meze kufa, akaenda wa tatu meze kufa, mpaka wakamalizika. Ndipo ikaja ile maana ya ule undugu wa kulindana, wa kufadhilishana, ambao Mwenyezi Mungu ametuambia katika Qur'ani, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Hufadhilisha wendani wao kuliko nafsi zao, hata kama nafsi zao zahitaji kile kitu, lakini wakasema tiende kwa mwingine. Ile alaka ya mahaba inavyokuwa. Haya pia ni mada ndefu, hatuko kwenye undugu leo wala kwenye ubaba na umama, lakini nataka tu kuwepa picture ya mahaba, ambapo ya mahaba sampuli ya tatu, ambayo ndio mahaba tuyatakayo, tuweza kuyamkua ni alhubbul hissi algharizi. Angalia ni vizuri sana jamani, ni katika kuangalia ya mahaba, mbeu yake huanda wapi, yakapanda wapi, yakatoka wapi. Mahaba yetumenena ya kwanza ya Mungu na viongozi huanda wapi? Kwenye akili, yakatepuza kwenye moyo, yakatawanyika kwenye zitendo.
Mahaba ya ndugu na baba na mama na marafiki huanza kwenye hisia za kibinadamu kupitia mafungamano ya kimkuruba ama ya kirafiki, yakatawanyika kwenye zitendo, kulindana, kupeana. Mahaba ya tatu ni alhubbul hissi, yani huanza kwenye hisia. Hayanzi kwenye akili, hayanzi kwenye moyo ambao ndio kituo cha hisia za kinafsi. Huanza kwenye hisia hizi za kimaterial. Ukaona, ukasikia, ukaona sura mzuri, ukasikia sauti mzuri, ukanuka harufu mzuri, ikaamsha, ikatuma kwenye moyo. Ikituma kwenye moyo ikaamsha ghariza ile tuloizungumza yuzi, ikaamsha ile ghariza ya kihayawani iliyoko ndani ya mwanadamu, ambayo ndio ile fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha. Nguvu ya kijinsia ikataharaka, ndio ikaitwa ni alhubbul hissi algharizi, ya anza nde ya rudi ndani. Angalia, mahaba ya Mungu huanda kwenye akili, yakapita kwenye moyo, yakaja nini? Yakaja yakatawanya nde. Lakini mahaba ya kupenda wanawake huanza nde, yakarudi wapi? Yakarudi ndani. Hayaandi ndani yakatawanyika nde, kwa sababu hayaanzi kwenye akili, yaanza kupitia hisia. Ukaona, kila mmoja una dhauki yake, yani kila mmoja una testi yake. Ukaona sura zikakuvutia ama nini, kisha ikatumwa kwenye moyo, ndio kukapatikana mchafuko na mlipuko, ukazawa mbegu inayoitwa nini? Mahaba. Mahaba haya ndiyo mahaba ambayo Mwenyezi Mungu ametaka lile tendo la kijinsia la kihayawani linalojiri baina ya mwanadamu na mwanadamu mwenzake lisiwe kama la wanyama. Kwa hivyo akataka lifremiwe tendo hili na mahaba, kinyume na punda. Na mahaba haya yanayotumiwa kama frame ya tendo la kijinsia yaheshimiwe. Ndiyo Mwenyezi Mungu akatwambia, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara. Ni jambo la kupendeza Mwenyezi Mungu. Zuyina, neno zuyina limetokana na neno zina, pambo. Zuyina ni jambo la kupendeza sana, imewekwa hivyo kwa mwanadamu awe na tabia ya hubu shahawati. Mnyama anao shahawati, lakini hana hubu shahawati. Kabiti tufahamiane vizuri sana. Mnyama anao nini? Shahawati, lakini hana hubu shahawati. Yani anao matamaniwa na huyatekeleza, lakini matamaniwa yale yake hayakufremiwa na hubu. Mwenyezi Mungu ataka ya mwanadamu yafremiwe. Na ndio akatwambia, zuyina liman linnasi, hupendeza, huwa ni pambo zuri kwa watu ikiwa tendo hili litatekelezwa katika frame ya mahaba, ama kwenye zina, ama kwenye kuuzwa kitendo cha jinsia barabarani kama biashara na kama bidhaa, ikawa ni kutekelezwa na kulipiwa kwa masaa pasina kuweko na alaqatu hubbin. Hapo itakuwa tumetoka kwenye ubinadamu. Tulitekeleza tendo hili kama namna ya punda na ng'ombe anavyolitekeleza. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wajila wanawake waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Ndipo Mwenyezi Mungu akanena ile ndoa wakati inapokuja ikawa yaja kutekeleza tendo hili, Mwenyezi Mungu atakalitekelezwe na akajalia uwe na kitu chaitwa nini? Mawadda, mahaba. Na ndio Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatwambia, hubbiba ilayya fi dunyakum at-tibu wan-nisa,
mimi nimependezwa mahaba nilonayo mimi katika dunia yenu, napenda manukato na wanawake. Hapa tu nilikuwa najaribu kufupisha, kukamilisha tu sababu ya pili ambayo imeifanya ndoa katika Uislamu iwe na nafasi ile. Nikasema kwamba ni sababu kwamba ni maumbile ya mwanadamu kutekeleza matamanio, lakini ni lazima maumbile haya yafremiwe kwa nini? Kwa mahaba. Lakini mahaba yenyewe kwa urefu huundwa vipi na vipi hukuzwa kati ya mume na mke, haya yatakuwa insha Allah taala katika mada za mbele. Hapa tu nimetaka kuyatoa kwa kadri ya kuionyesha kwamba tendo hili lazima litekelezwe katika fremu hii ya mahaba. Sababu ya mwisho na imaliza leo fupi, tumeona nafasi ya ndoa katika maumbile ni kanuni. Nafasi ya ndoa katika maumbile ya ulimwengu mzima, nafasi ya ndoa katika maumbile ya mwanadamu, ambayo ndio sababu ya pili. Nafasi ya ndoa katika muundo wa kijamii ya tatu. Weza kunena azawaju, ya kwanza tumenena azawaju sunnatun kaunia. Ya pili tukanena azawaju hajatun fitriya, ni haja ya kimaumbile. Ya tatu tunanena azawaju hajatun ijtimaiya, ni haja ya kijamii. Mwili wako wa mwanadamu umeundwa na viungo, mikono, kitwa, tukitaka kuzungumza kwa lugha ya yuyu, zanda, nini. Mkusanyiko wa hizi ziungo zote ndio zaunda nini? Kitu chaitwa mwili. Na jamii yaundwa na ziungo. Ziungo za jamii ni familia, ni usar. Mlango wa kuingia kwenye family ni nini? Ni ndoa. Hapa ndipo inapokuja ndoa kama mlango wa kuunda family, ambao family ndio kiungo cha kuunda jamii, ambayo jamii ni maisha ya dharura kwa mwanadamu. Hawezi mwanadamu kuishi peke peke. Ndio Mwenyezi Mungu akaja kutuambia ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Tumeanza na mwanamume na mwanamke. Mwanamume na mwanamke wakija wakioana wakazaa wataunda family. Family itaunda kabila. Kabila litakuwa kutaundwa nini? Taifa. Ndio hicho kitu mnachokiita nyinyi mujtama. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu. Kwa hivyo mlango wa kuingia kwenye hizo shu'ub na kabaila ni hapa kwenye ndoa. Ndipo pale tukasema huyu mwana wa fulani, huyu kabila fulani, huyu nasaba fulani, huyu ni Mswahili, huyu ni Mjaluo, huyu ni Mkikuyu, huyu ni nani. Yote yale yamekuja kupitia wapi? Kwenye mlango wa ndoa, ambao haya yote ya ukabila na jamii na utaifa ni misingi ya nidhamu ya maisha yetu ya hapa duniani katika kuyuana kwetu. Kwa hivyo kuna la ajabu ikiwa ndoa ni sunna kaunia, ikiwa ndoa ni haja ya kimaumbile, ikiwa ndoa ni haja ya kijamii. Kuna la ajabu gani Uislamu kuitukua ndoa, kuipa nafasi ile ilopoa, mpaka kuifanya ni nusu ya dini? Hakuna ajabu. Kwa hivyo tunaona maisha sasa. La kimsingi tunataka tuingie la pili leo. Najaribu kuzipeka mbio sababu naona mada ziko pana sana na ukizifuata hukutukua. Nafikiri tumekubaliana umuhimu wa ndoa. Walioa na ambao hawayaoa tunataka kwenda kuoa au kwenda kuyaangalia yale tuloyafanya. Mwanadamu ana akili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia fahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ni mafikiri ya mambo ya kuumba ni mtezo ambao la komwe, ama ni Mungu alikuwa uko boring, simandia lugha zetu, wal billahi min dhalika, hana la kufanya akaona sinyange uongo ndio aumbe? La,
Afahasibtum anna khalaqnakum abatha, ni mwafikiria sisi tumewaumba ni matezo tu, hakuna nidhamu, hakuna malengo? Hatukuteza sisi. Mwenyezi Mungu atuambia wama khalaqna as-samaa wal arda la'ibin, au wama khalaqna as-samawati wal arda la'ibin. Hatukuumba mbingu na ardhi tukiwa twateza. Kuna shabaha, kuna lengo, na sisi tumeumbwa katika hadaf. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kwa hivyo tunalolifanya ni lazima tujue kwa nini twafanya hili na twaenda kwenye malengo gani, kwa sababu huu ulimwengu wote watembea katika ahdaf. Na pindi utakapokuona wafanya kitu bila ya lengo, au wafanya kitu huelewi lengo lake, yafaa ukae chini, usipoteze wakati wako. Kwanza ujiulize, kwa nini mimi nafanya hiki na lengo la kufanya hiki ni nini? Kwa sababu tunapoingia kwenye mambo bila ya kuelewa malengo, huenda tukafanya mambo ambayo sio, tukakosa mwelekeo. Sasa sisi tukitaka kuoa, kitendo cha kuoa ni kitendo cha shangiliwa na mbingu hali hii. Nini malengo ya kuoa? Kabla barobaro hayapiga hatua kwenda kutaka kuingia kwenye bahari hii, kabla ya binti hayapiga hatua kutaka kwenda kuingia kwenye bahari hii, ajiulize, kwa nini mimi naenda kuoa? Kuna malengo gani? Na vipi mimi nitayapata malengo yale ili ipate kuwa hiyo ndoa nusu ya dini yangu? Kama ile swala liloulizwa yana, ni kila anayeoa huwa amelinda nusu ya dini yake, ama ni anayeoa zikaoleka? Jawabu tukanena, si kila anaooa huwa amelinda nusu ya dini yake, bali ni anaooa zikaoleka ndio huwa amelinda. Yani kwa maana anaoelewa malengo ya kuoa, akayatekeleza malengo ya kuoa, akawa ameoa, hapo ndipo ikawa nusu yake ya dini imefanya nini? Imelindwa. Na Mtume pia amesema hivyo, hakunena man tazawaja tu faqad waqa shatra din, amenena man razaqahu Allahu mra'atan saliha. Ni lazima ile ndoa ijengwe juu ya salah, iwe katika misingi bora. Sasa ni yapi malengo ya kuoa? Kama sitoweza kuyataya yote, ni mengi, gawa pia leo sitoyamaliza. Mimi baadhi mmeyakusanya, hupata kama 6-7. Kwanza kuna mengine nimetangulia, tutayaregesha kwa upande mwingine, nitayapita mbio. Twaenda kuoa kwa ajili ya kupata al-istiqraru nafsi, utulivu wa kinafsi. Watu leo huenda mbio kutaka kutuliza nafsi. Vipi utulivu wa kinafsi? Sema mwanadamu ajipime akiwa na ndani. Nafikiri mfano mzuri wa kujipima ni sasa yao tuko kwenye saumu. Hala jaribu wewe, ikipata pale magharibi na sasa yao bado, basi jaribu pale magharibi, usifunge sasa, jaribu madhini umeadhiniwa na wakati umeingia, isubirisha na usile. Uiangalie ile hali ya papatiko na babaiko unayokuwa nao. Kiasi utakuta ukipita misikitini jamaa wametandika zitanga, waketizie kama ule amezoketi kwenye ile ya 100 mita, ungoja kupigwe ile risasi ya ngani, ili kila mmoja ataka kutoka yeye mbee, ili apate utepe mbee. Hata wengine mara nyingine huwa waishishia na ile tende haswa tayari mkononi. Unaona ni kuchelewa kuiwata katika sahani, ili pangine ile Allah huwa atakuwa ameshindwa, amechelewa. Ile nini ile ni hali ya papatiko na kibabaiko. Ni kwa sababu gani? Kuna ghariza, tumbo lataka nini?
nataka chakula, angalia vile unavyobabaika. Basi wataalamu watuambia ghariza ya kijinsia ina nguvu kuliko ya tumbo. Ghariza ya kijinsia ikiwa na ndaa na ikiwa yataka, huwezi kuikisi na tumbo, na ikitoitikwa ikapewa, kama pale wewe ukishakula ukaenda ukatanuka kochini, ukanena utasikia sasa umemaliza kufuturu, huo na raha umetanuka kochini. Na hii ghariza ya jinsia ikitoitikwa ikapoa ikashibishwa, hakuna istikrari ya kinafsi. Toka kwenye zipimo, ndipo pale utaziona kazi hazifanyiki, hisabu hazipijiki. Na pengine kwa kutoelewa, mtu asijielewe, huiona hana istikraru. Kama mtu huenda huku akirudi huku atafuta kitu hakipati, yani ajihisi ana kiu, ana ndaa, lakini ndaa hii si ya kula chakula cha kawaida akila haitui, si ya kunywa maji akinywa haitui. Ni nini? Ni ghariza jinsia. Sasa ndoa, tuwezi kunena katika Uislamu basi naipoe namna itaka kupoa. Ndoa ni chombo ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuumba kwake na kutuelewa hii ghariza namna ilivyo matata, ametaka katika kupitia chombo hiki cha ndoa ishibishwe ghariza hii. Pindi inaposhibishwa ndipo kuna kupatikana nini? Istiqrar nafsi. Sasa pale ndio utamwona mtu umetoka asubuhi, huteka, una furaha, tena usiulize alikuwa yeye. Usiulize alikuwa yeye. Kwa sababu gani? Ameshiba. Kama na haya maneno shekhe tunataka tuyazungumze wazi wazi. Hatutaki yani usikikisike katika kuyasoma. Haya ni maisha yako na yana dauri kubwa katika kufaulu na kufeli katika maisha. Ni wengi wanaoharibikiwa na maisha, na msingi wa kuharibikiwa ni kufeli katika ndoa. Na ni wengi wanaofaulu katika maisha, na msingi wao wa kufaulu uko katika nini? Uko katika ndoa. Hiki chombo kikifanya kazi sawa sawa. Kwa hivyo lengo la kwanza ni istiqrar nafsi. Na katika istiqrar nafsi hapa ndio yatakaielewe kitu kimoja, yale nilonena yana. Ni lazima ndoa katika kupatikana lengo hili, kitendo cha jinsia kifanye kazi yake katika ndoa, ili kipate kufanya nini? Kushibisha hii ghariza, ndio lengo hili lipatikane. Ndio zile hadithi tulizosomayana Mtume mpaka kulani mwanamke akiamkuliwa na mumewe kaiza, kumbomu mwanamume anaofikiria kumaliza yeye tu bila ya kufikiria mke, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa sallam ataka kupitia hii nyumba kwenye stara hii ishibe hii ghariza. Ikitoka nje haitakuwa haina matata. Na ndipo pale tutaweza kuiambia wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, usiende kuzini. Na ndipo pale tutakapokuweza kunena fa innahu aghadhu lilbasar wa ahsanu lilfajr. Sasa ukitoka tukua na tasbihi, yani uwekelee na tini, akikupita sura nzuri hata hazikutii wasiwasi. Kwa sababu gani? Umeshiba. Lakini mtu mwenye ndaa, huku sambusa, huku mikate ya sinia, kisha umwambie shika na pua usinuke harufu, ndipo pale Mtume anatuambia ya ma'shara shababi man istata'a minkumul ba'ata, usichelewe, faliyatazawwaj. Ukioa fa innahu aghadhu lilbasar wa ahsanu, utafunga mato hapo, utahifadhi tupu, utaingia katika ile aya walladhina hum lifurujihim hafidhun, na wale ambao tupu zao huzihifadhi, hawazifungii kufuli, la illa ala azwajihim, lakini kuna mahala zimetengewa hutekelezwa haja yake, au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kwa hivyo nafikiri tumeelewana katika hili lengo la kwanza.
Kwa hivyo hiyo nusu ya dini itakao kutekelezwa ule swala, kwanza ni hakikisho lengo hili lafanywa nini, lapatikana. Takuya mbele inshallah katika matatizo ya ndoa kuipanua zaidi. Pili, fikiri nimeshaieleza ya pili, sababu yaja kwenye ya kwanza ni al-iffa waliyasta'fifi alladhina, ya aya tuambia la yajiduna nikaha. Neno yasta'fif limetoka na neno iffa. Iffa ni tahara, utahara wa Muislamu. Tusikitishwa leo kusema ule ukweli kwa uharibifu uliopo. Si rahisi ule ukweli wa mambo, na ndivyo tulivyo. Kuweza barobaro azaliwe, akuwe, mpaka asikilie hadi ya kuoa, mpaka aingie kwenye ndoa, awe amehifadhi ifa yake, yani hakuzini. Kwa hali hii ilivyo chafu katika ulimwengu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka waumini wawe ifa, wasichafue karatasi zao za utahara. Kwa hiyo watu kwambia barobaro kisha kuoa tawata, la, ushachafua karatasi ya utahara. Ile ifa ishaanguka. Na chombo muhimu cha kuweza kuhifadhi ifa ya Muislamu, utahara wa Muislamu, ni kufanywa haraka wakati ukisikilia ukawekwa ndoa katika mikono ya barobaro. Kwa hivyo lengo la ndoa ni kuhifadhi hii ifa, ambayo katika hadithi ya Mtume hiyo ifa ndio imefanywa ni nusu ya dini. Kwa pale Mtume alipotuambia ukioa utakuwa umehifadhi nusu ya dini yako, yani umehifadhi ifa, taharatun nafs, isichafuke na zina, isichafuke na machafu haya yaliyotupakaa katika kila nyanja katika jamii. Ndio utakuta Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, man ahabba an yalqa Allah tahiran mutahharan, sikiza ifa hiyo, atakayekupenda katika nyinyi kwenda kukutana na Mungu siku ya kiyama akiwa msafi, amesafishwa, faliyalqahu bizauja, basi fanya haraka ukutane na Mungu ukiwa pambizoni na mke. Ndipo utaweza kuihifadhi ifa na tahara yako. Na pia humfungia mlango shetani, kwa sababu ghariza jinsia, shekhe, ndipo shetani hapo anapoteza korosho. Ndio mlango mpana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, ma min shabin, hakuna barobaro, tazawaja, aliyeoa, fi hadathati sinnihi, mapema katika umri wake. Hakuna barobaro aliyefanya bidii akaoa mapema katika ubarobaro wake, illa ajja shaitanuhu, isipokuwa shaitani huvuta kata, upija zitunu za kulalamika, akawa hunena yaqulu ya waila, ole dangu mimi. Shaitani hujiapiza mwenyewe, asama hadha minni thuluthai dini, shanifungia milango ya thuluthi mbili ya dini yake, sijui nimvamie kwa wapi. Yani umemkatisha tamaa nani? Shetani. Sasa izungue hii hadithi. Je, barobaro anaoishi katika hali ya kuchemka damu, barobaro na afya na nini, na ikawa hakuna mke pambizoni, shetani sasa hapo huwa akiteza ngoma gani? Hayo ni mambo nafikiri sote twayaelewa na twayafahamu. Kwa hivyo lengo la kwanza la kuoa ni istiqrar nafsi, lengo la pili ni hifdhul iffa, lengo la tatu ni istiqlal, lengo la nne ni takathur na tanasul, lengo la tano ni as-sukun, litaskunu ilaiha. Na haya insha Allah ndio yatakuwa mazungumzo yangu ya kesho, Mungu akitupa uhai na uzima. Nimepokea maswali, lakini ningependa kuwaomba kitu kimoja. Hakuna swala lisokuwa na umuhimu.
swali lolote tangu mtu alipouliza atakakuyua. Lakini pia nafikiri tukifuata nidhamu itakuwa uzuri na tutakuwa twatumikia lile lengo. Sababu sisi hapa twasomeshana, hata kama hatuna kalamu na blackboard na nini, lakini twaelimishana. Tujaribu kutembea katika hii mada ambayo sisi twaisoma, ili hata likia swali pengine laweza kunisaidia mimi, pia nyinyi wasikilizaji mtanisaidia kunifundisha mimi, mkanikumbusha nukta ambayo niishirie ni. Lakini sasa ikiwa yatakuya maswali yatoe kwenye mada yaturushe kwingine, itakuwa kiasi fulani pia tuonekana hatuko kwenye haya tuyanenayo, au hayatukeri haya tuyanenayo, au hatuna umuhimu nayo haya tuyanenayo. Kwa hivyo ningeomba pamoja na kuheshimu mawazo ya kila mtu, nimepokea maswali, lakini tujaribu kuangalia hapa tulipo ili tuweze kufaidika zaidi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.